Okay, mambo vipi? Habari. Karibu sana katika mwendelezo wa programu yetu ya jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku na bustani, safari ambayo inaanzia nyumbani. Tunaangalia somo linalosema, je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kuku kibiashara? Wewe unafaa kuwa mfugaji wa kuku kibiashara? Katika somo hili tulianza kuangalia kipengele cha kwanza, kilikuwa kinasema tabia 4 hatari zinazoua mafanikio. Naamini umeona ni tabia gani ambayo kwako inakusumbua, lakini pia uachane nayo. Lakini tukaangalia mifumo iliyopo katika ufugaji, mifumo ambayo tayari ipo, watu wanaitumia. Sasa leo nataka unisikilize kwa moyo, usitumie akili sana. Nataka utumie sana moyo wako. Leo nataka tuangalie picha kubwa. Picha kubwa. Kwa nini uingie katika mradi wa kuku? Kwa nini uingie katika mradi wa kuku? Leo tuko day 6. Leo tuko siku ya 6, tuko nusu ya zile siku zetu 12 ambazo tumeamua kuweza kujadili. Tuko nusu ya zile siku zetu 12 ambazo tumeamua kujadili kwa kina kuhusiana na jinsi unavyoweza kuanza safari nyumbani kwako, safari ambayo tunaamini itakupeleka mbali, safari ambayo itakupeleka kuwa tajiri. Nikukaribisha sana. Leo tunaangalia picha kubwa, kwa nini uingie kwenye mradi wa kuku na bustani. Kwa nini uingie katika mradi wa kuku na bustani? Kwa sababu wakati mwingine usipoona picha, usipokuwa na picha kubwa ya kitu ambacho unafanya, huwezi kuwa serious, na pia huwezi kuona thamani ya kuwekeza. Usipoweza kuona picha kubwa ya kitu ambacho unafanya, unajua vitu vyote ambavyo vinapelekea watu kufanikiwa ni vitu vidogo sana. Kila kitu ambacho unakiona huwa kilianza kidogo. Lakini sasa tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine ni picha aliyoiona juu ya kile anachofanya. Ndio maana kutoka kuna mtu mmoja yuko serious na mtu mmoja ni mzembe. Tofauti sio kazi, tofauti sio biashara, tofauti sio kile ambacho wanafanya, tofauti ni picha walioiona. Sasa kuna stage moja inasema huwezi kupata zaidi ya kile ulichokiona. Ndio maana lazima uwe makini sana na taarifa ambazo unapokea. Sasa leo tunaangalia kipengele muhimu sana katika mradi huu wa kuku, kwa sababu tumekuwa tukisema kwamba safari inaanzia nyumbani. Tunafahamu kwamba nyumbani ni padogo, hatuwezi tukafanya mambo makubwa sana, kwa sababu tuko kwenye biashara ya uzalishaji. Biashara ya uzalishaji, ili upate zaidi, manake uzalishe zaidi. Sasa kama tuna eneo dogo nyumbani, tunaanzia, ni kama tunasema ni sehemu ambayo inatupatia mwelekeo wa mahali ambako tunataka tufike. Sasa swali ni hili, huko tunakotaka kufika, hiyo picha tumeiona? Yaani hiyo picha ya huko ambako tunataka tufike, tumeiona hiyo picha? Kama hatujaiona, hatuwezi kufika. Kama tumeiona, tunaweza kufika. Kwani kabisa sana katika somo letu leo litakuwa limekaa kwa mtazamo huo. Sasa nataka tuanze na msemo huu ambao unasema if you have a garden and a library. Kuna statement inasema if you have
a garden and a library, you have everything in your life. Huu ni msemo ambao aliusema mtu mmoja anaitwa Marcus Cicero. Marcus Cicero ni mmoja kati ya Cicero ni mmoja kati ya mwanafalsafa na mwanasiasa wa Rome ya kale. Manake nini? Kwa tafsiri ya kawaida ni kwamba ukiwa na bustani na ukiwa na maktaba una kila kitu. Sasa tukiangalia kwa muktadha wetu ambao sisi tuko nao, Cicero alikuwa na maana kubwa sana, kwa maana ya kwamba garden au bustani, tutapata chakula, tutapata uhai, lakini pia tutakuwa na uhuru wa msingi. Uhuru unatokana na unachokula. Leo ukiangalia hakuna mtu anajali kuhusu afya ya mtu. Mboga inapigwa sumu asubuhi, jioni inauzwa. Asa kama mboga inapigwa sumu asubuhi, jioni inauzwa, huwezi kuwa huru. Nakumbuka nimewahi kuongea na dada mmoja anaitwa Najma wa Dar es Salaam. Anasema aliwahi kushuhudia mboga Dar es Salaam yani ikioshwa na maji taka. Yani alikuwa na shida na mboga, sasa ilikuwa na changamoto. Yule muuza mboga akamwambia, hebu twende kwanza kama unaweza kupata hiyo mboga sehemu ambako wanauza. Akachukua gari lake kapanda na yule mtu wakafika pale. Mboga inaoshwa na maji taka, sio kumwagiliwa, kuoshwa na maji taka. Ziko stori nyingi sana kuhusiana na ishu ya mboga, lakini sasa pointi ya msingi ni kwamba ukiwa na bustani unapata kilicho bora, unakuwa na uhuru. Lakini library manake unapata maarifa. Library manake unapata maarifa. Maarifa manake unaboresha akili, unapata maamuzi sahihi, lakini pia unapata maendeleo. Sasa manake ni nini? Ukiwa na vitu hivi viwili, utajilisha, unajiongoza, lakini pia hutegemei sana mfumo wa nje. Asa connection ya moja kwa moja ukitazama kwa jicho la leo, tunamaanisha nini? Bustani itakupatia chakula salama na afya ya kwako wewe, lakini pamoja na watoto. Kuku utapata protini na unapata na kipato. Maarifa maana utakuwa na mfumo wa kujifunza. Inafanya vitu vyote vifanye kazi kwa pamoja. Sasa hii ina maana kubwa kuwa ukiwa na bustani, ukiwa na kuku na maarifa sahihi, una kila kitu. Sasa manake nini? Leo tunaangalia somo linasema picha kubwa. Kwa nini uingie kwenye mradi wa kuku na bustani? Kwa nini uingie kwenye mradi wa kuku na bustani? Kuna watu wengi bado hawajaelewa. Huu sio mradi wa kawaida. Tupo kwenye biashara ya chakula. Na biashara ya chakula haifi. Hicho ni kitu watu wengi hawajajua. Biashara ya chakula huwa haifi. Iwe kuna janga lolote, kuna lolote limetokea, elewa tu kwamba biashara ya chakula huwa haifi. Kwa tumeshikilia dhahabu pasipo kujua. Upo kwenye biashara ambayo yani hata kitokee kitu gani haiwezi kufa. Hakuna siku utaambiwa watu wamestaafu kula. Hapana. Hapo ndipo siri ambapo imefichwa. Siku zote unatakiwa kuwa na picha kubwa ya kitu ambacho unafanya. Ili kitu kikubwa kizaliwe ndani yako, lazima uwe na ufahamu huo kwamba upo kwenye kitu kikubwa kwa kiasi gani. Haya, kuna mambo kadhaa nataka tu nikuoneshe uweze kupata picha, yani picha yako iongezeke zaidi. Kwa mfano, namba moja, mradi wa kuku na bustani ni mgodi usioisha.
mradi wa kuku na bustani ni mgodi usioisha. Leo tunaangalia watu wanatafuta madini ardhini, lakini kuna mgodi ambao uko wazi kabisa, kuku na bustani. Tofauti yake ni nini? Dhahabu inaweza kuisha, mafuta yanaweza kukauka, lakini chakula hakiwezi kikakosa soko. Hata kama kila mtu atafuga kuku, hata kama kila mtu atalima bustani, chakula hakiwezi kukosa soko. Unajua kwa nini? Kuna kitu ambacho pia nataka uweze kupata picha vizuri, ambacho usipokuwa makini utajikuta unakosea. Tunapozungumzia soko, tunapozungumzia market, huwa kuna siri moja nzito sana ambayo usipoijua utafeli. Of course tunajua kwamba hata kama kila mtu atafanya, bado kuna wasiofanya. Kwa mfano, kuna watu hawana muda wa kuzalisha, watahitaji bidhaa zilizozalishwa. Kuna watu ambao hawana ujuzi, watahitaji kupata bidhaa. Kwa sababu kumbuka, sio kwamba ni kitu ambacho kila mtu anaweza akaamua tu akazalisha leo kikaota. Hapana. Mtu yoyote ambaye maisha ni formula. Maisha ni formula. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja hapa. Ukiona, andika hiyo statement, maisha ni formula. Ukiona mtu yoyote anafanikiwa, ana formula. Mtu yoyote ukiona anafanikiwa, ana formula. Kwa sababu formula maana yake nini? Formula maana yake ni ana mfumo ambao anautumia kupata kile anachokitaka. Sasa formula inajengwa na skills. Skills nasema ni ujuzi. Inajengwa na uzoefu. Sasa ujuzi na uzoefu vinapatikana ndani ya muda. Usipotoa muda, huwezi kupata ujuzi. Usipotoa muda, huwezi kupata uzoefu. Leo kwa mfano, na tunasema hivi, unaweza kuwa na knowledge. Knowledge ni maarifa, lakini maarifa huwa hayakusaidii kupata matokeo. Haya maarifa yakipelekwa kazini, yakipelekwa kwenye vitendo, kile ambacho unajifunza pale ndio kinaitwa uzoefu. Kile kitu ambacho unajifunza pale na ukatoka nacho. Kwa sababu ili ufanikiwe, lazima ufike level ya kitu kinachoitwa self conviction. Self conviction. Self conviction maana yake nini? Unasema hiki ndio kitu ambacho nakiamini kinaweza kikanisaidia mimi nikapata matokeo. Hiyo vizuri. Hiki ndio kitu nakiamini kinaweza kunisaidia mimi nikapata matokeo. Kwa mfano leo ukiniuliza Hazi, kila siku nazungumzia mambo ya chotara, mambo ya kuku wa asili, mambo ya kuku wa kisasa, ni wapi nikasome nipate hiyo data ambayo unazungumzia? Nitakwambia sijui, kwa sababu sijawahi kusoma mahali. Ila kwa sababu ya experience na mimi kuendelea kufanya, kupractice, ndio nikaja nikapata hiyo conclusion. Sasa hicho kinaitwa self conviction. Kwa hatufanikiwi kwa sababu una lundo la knowledge. Na hapa ndio inapokuja point ya kwamba lazima upractice. Sasa leo tunaposema jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku, safari inaanzia nyumbani. Maanake nyumbani kwako ni practice ground. Yaani ni sehemu ya kuanza kutestia yale ambayo unayafahamu, ili upate kitu kinachoitwa self conviction, kwamba aha, hiki ndio ninachokiamini. Sasa imani yako inajengwa ndani ya nini? Ya mchakato wa kufanyia kazi. Imani haijengwi na kitu unachokifahamu. Imani inajengwa na kitu unachokiamini. Sasa unakiamini vipi? Ni pale ambapo unakipeleka kwenye matendo. Ndio maana watu wanaofanikiwa ni watu ambao
wamechukua hatua, kwa sababu wanakuwa na nguvu fulani ya ndani kwamba hichi kitu kinafanya kazi kwa design hii, hichi kitu kinafanya kazi kwa design hii. Kwa nini? Amefanyia kazi na amepata kujihamasisha mwenyewe kwa ndani ya kwamba hiki na hiki nikifanya kinatokea. Na ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kukwambia kitu akwambia hii haitafanya kazi. Asa ukiangalia data zako za kitaalamu nasema itafanya kazi. Yeye anakuambia itafanya kazi. Hajana shule sana, lakini amekuwa akifanya kwa muda mrefu. Kinachotokea ukienda ukifanya haifanyi kazi. Kwa nini haifanyi kazi? Alipata ujuzi, uzoefu ndani ya matendo. Kwa nyumbani kwetu tulipo leo, tunapatumia pale kama sehemu ya kuanzisha safari. Lakini tuna ujasiri kwa sababu gani? Kuna picha kubwa tunaiona mbele kwamba tupo kwenye biashara ambayo ni mgodi usioisha. Sasa leo kuna watu ambao piga ua hawatakuwa na muda wa kuzalisha. Kuna watu ambao hawatakuwa na ujuzi. Kuna watu ambao hawana mwendelezo. Anafanya leo kwa nguvu. Kuna kitu kinaitwa, ukitaka kufanikiwa lazima uwe na kitu kinaitwa sababu, na hii sababu lazima iwe imara. Ukipata sababu, nidhamu haiwi kama adhabu. Nidhamu inafanya kazi kama ulinzi wa kulinda ile sababu. Utaamka asubuhi na mapema, utaona hauadhibiwi, utaona sio kama unajitesa. Unaamka asubuhi na mapema ili kulinda sababu ya kitu ambacho umekianzisha. Sasa leo, ili uwe na ujasiri na nguvu kusema kwamba sijapoteza muda, nipo kwenye njia sahihi, lazima uelewe kwamba mradi wa kuku na bustani ni mgodi usioisha. Ni mgodi usioisha. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao watabaki kuwa wanunuzi hata iwaje. Na pointi yangu ya msingi ambayo imepelekea nikaongea mambo yote hayo ni hii hapa. Kwenye biashara, kwenye soko siku zote, kwa nini tunasema kila mtu ana soko? Kwa sababu kwenye soko ni nini? Soko ni watu ambao tunategemea kuwahudumia. Unapokuja na wazo la biashara lolote lile, nini maana ya wazo la biashara? Wazo la biashara lazima liwe na mambo matatu. Jambo la kwanza ni soko, jambo la pili ni tatizo, alafu jambo la tatu ni suluhisho. Sasa angalia kinachokuja kutokea. Tunasema wazo ni suluhisho la tatizo ambalo soko lipo tayari kulipia pesa. Hiyo ndio maana ya wazo. Ni suluhisho la tatizo ambalo soko liko tayari kulipia pesa. Sasa kwenye soko tunasema hivi, wewe unakuja na suluhisho gani? Hiyo ndio biashara yako. Kwa mfano, unakuja na suluhisho la kuokoa muda. Watu wanahitaji kufanyiwa delivery, watu wanataka kuandaliwa. Unakuja na suluhisho la kutatua tatizo la spidi. Na kuna theory moja nasema kwamba speed beat cheap. Ngoja nikwambie, siku zote ukitaka kutengeneza pesa nyingi, ongeza spidi kwenye kitu ambacho unafanya. Na watu ambao wananunuaga spidi huwa wananunua kwa pesa nyingi. Lakini pia unaweza kuwa na solve hisia. Tunasema feeling. Inaitwa customer experience. Yaani mteja anajisikiaje anapotumia bidhaa yako. Inategemea sana umepackage vipi hiyo bidhaa yako. Kwa ufupi ni kwamba hatuwezi kumaliza soko. Okay, hiyo sio hoja msingi. Lakini hoja msingi ni kwamba tupo kwenye biashara ambayo ni mgodi usioisha. Hiyo namba moja. Namba mbili, uhalisia wa mahitaji. Mahitaji halisi ya sokoni. Hebu fikiria maisha halisi ya kila siku. Nimekuwa nikipenda kutoa mfano kwamba unaweza kupata mgeni nyumbani kwako, lakini akisikia tunachinja kuku,
anailisha safari. Ni vitu vipo kwenye jamii. Lakini pia sherehe inaweza kuwa na kila kitu, ikikosa tu kuku, hiyo ndio story, hawatazungumzia story nyingine yoyote. Lakini pia angalia leo kwenye magenge, chips kuku, chips mayai, tayari pale kuna bidhaa ya kuku. Sikukuu, Idi, Krismasi, mwaka mpya, Pasaka, bila kuwa na kuku, hamna sikukuu. Ukitaka kujua umuhimu wa kuku, ni wakati wa likizo na kuna sikukuu inatokea. Sasa maana yake nini? Hii sio bahati. Yaani hii haijatokea kwa bahati mbaya, au tuseme kwamba inatokea msimu fulani haupo. Tunasema hiyo ni tabia ya soko. Tunaleta tayari soko limeshatengeneza mfumo ambao imekuwa ndio maisha. Sasa kwenye biashara kuna mifumo ya aina mbili. Kuna mfumo wa kwanza wa biashara unaitwa, ngoja nikuonyeshe kitu kimoja hapa kitakusaidia sana mbele ya safari. Kwenye biashara kuna mifumo miwili ya kufanya biashara. Mfumo wa kwanza unaitwa mfumo wa kupambana. Wengine unaitwa ambition au mfumo wa kupambana. Mfumo wa pili unaitwa positioning. Tofauti yake ni nini? Mfumo wa kwanza unatakiwa uwe hodari sana, yaani ujitoe, pambana, kila kitu unakitafuta mwenyewe. Positioning ni mfumo ambao wewe unajiweka sokoni katika mfumo fulani, halafu wateja wanajivuta wenyewe kuja katika jinsi ambavyo umejiweka. Sasa ukiangalia kwenye ishu ya kuku, mtindo wa soko la kuku tayari umeshajiweka sawa. Tayari wateja wanatafuta kuku, ila wanachokitaka kutoka kwako wewe umejiwekaje? Wewe upo? Sasa wakishajua tu kwamba upo, tayari wanakuja. Inaitwa positioning. Kwa pointi ya msingi tulionayo kwenye mradi wa kuku ni sisi kukaa katika mfumo ambao wateja wanajua tuna kitu gani. Basi utahangaika zile siku za kwanza tu kujitangaza na nini, lakini baada ya hapo unakuta wanaambizana wenyewe, kwa sababu ni kitu kinatakiwa kila siku. Yaani siku za mwanzo tu utahangaika, labda ni bachi ya kwanza au ya pili, lakini baada ya hapo ukishajiposition, umekaa, utaanzisha garden. Rafiki yangu, utapita tu mara moja kutangazia majirani. Baada ya hapo kila jirani anamleta jirani mwenzie, kila mtu anamleta mteja mwingine. Utatembelea magenge ya kuuza mboga, kila genge lina genge mwenzake, kwa sababu wanafahamiana huko. Ukiwa unaenda sokoni, siku hizi unapata wapi mboga? Bwana, mimi mboga napata sehemu fulani. Okay, imekuwa rahisi siku hizi. Yes, pale kuna mboga zinapatikana. Yaani siku za mwanzo itakuwa ngumu kidogo, lakini ukishawaambia umeshamaliza. Kwa hiyo pointi ya msingi ni kwamba uhalisia wa mahitaji sokoni uko vizuri. Namba 3, upo kwenye bidhaa adimu sana. Namaanisha nini? Watu wengi wanaingia katika mradi wa nyumbani, wanaingia katika mradi mdogo wa nyumbani. Okay, wanaingia kwenye mindset ya kwamba hebu acha nianzishe kama mradi hapa. Nimeona sina kazi. Nimeona tu bwana Pascal vive. Sasa hiyo tunaita mindset ya uchache, scarcity mindset. Sasa ni tofauti na mtu ambaye anaanzisha mradi leo akiwa anajua kwamba hiki ni kitu kikubwa, lakini hakuna kitu kikubwa kinaweza kikaanza kikubwa, kinaanza kidogo. Maono yanaanza kama mbegu, yanaanza kama punje kidogo tu, lakini mwisho wa siku yanafanya vizuri. Sasa manake nini? Watu hawazalishi kwa kiwango. Hiyo ndio tatizo. Bidhaa ina mahitaji makubwa, lakini supply yake iko chini. Tatizo sio soko, tatizo ni kwamba watu hawazalishi kwa kiwango. Hiyo ni pointi ya kwanza. Watu hawazalishi kwa kiwango. Pointi ya pili, watu hawazalishi kwa ubora.
Kwa mfano unakuta mtu ana kuku wake, labda ana kuku 500. Kuku 500. Lakini katika hao kuku 500 unakuta kuku wenye ubora labda ni 200. Sasa huyu mtu amekurupuka kuingia kwenye kufanya kuku wengi, lakini ameshindwa kuwalea wakazalisha kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Sasa ni bora huyu mtu anayefuga kuku 200 kwa sababu wote wana viwango, kuliko huyu aliyefuga kuku 500. Kwa sababu unakuta mtu kapata ushawishi, kuku analipa na nini, akachukua kuku wengi. Alipochukua kuku wengi, amewalea mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, bajeti imeisha. Na bado kuku ana safari ya miezi 2 mpaka miezi 3. Kinachofanyika, anaanza kulisha pumba kavu. Anaacha kulisha lishe, anaanza kulisha viporo. Anaenda kwenye masherehe anatafuta, anaanza kulisha. Nini kinatokea? Kuku wengi waduma. Wataacha kutaga. Sasa tayari uzalishaji anaonekana na kuku wengi, lakini hakuna ubora. Sasa pointi ya msingi ni kwamba hakikisha unazalisha kuku wenye ubora. Tatizo ni kwamba watu hawazalishi kwa ubora. Kitu kingine, watu hawazalishi kwa mwendelezo. Watu hawazalishi kwa mwendelezo. Na kama watu hawazalishi kwa mwendelezo, soko litaendelea kuhitaji. Kama watu hawazalishi kwa mwendelezo, na hiyo ndio sababu bei zinapanda, wateja wanahangaika, lakini pesa ipo wazi. Kwa nini watu wanazalisha kwa uchache? Kwa nini watu hawazalishi kwa mwendelezo? Kwa nini watu wanazalisha bila ubora? Kwa sababu wamepuuza maarifa. Ukitaka ujitofautishe, siku zote kwenye maisha kuna vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa speed na kuna kitu kinaitwa direction. Siku zote kwenye maisha, ukiwa unaanza, usitafute wanaokimbia. Ukiwa unaanza kwenye maisha, kuna kitu kinaitwa speed na kuna direction. Ukiwa unaanza huhitaji spidi. Ukiwa unaanza inabidi uwe na uhakika kwamba upo kwenye direction sahihi. Direction maana yake ni mwelekeo. Mwelekeo. Speed maana yake ni kasi. Usitafute kuanza kwa kasi. Anza kwa mwelekeo sahihi. Hata ukikimbia kiasi gani, kama upo kwenye mwelekeo ambao sio sahihi, ushapotea. Yaani kuna mtu anaongeza pesa, anakuambia sasa hapa na milioni 2. Unamwambia sawa, una milioni 2, tuachane hiyo pesa. Tafuta kwanza mafunzo. Okay, let's say sina program ya kukuchumi, ni 8,500. Anakuambia sasa hii 8,500 nikitoa kwenye milioni 2, nimeshamaliza mtaji. Mbona ni akili za kawaida kabisa. Sasa umeshawahi kufuga? Hapana. Sasa kama hujawahi kufuga, hapana, pesa itakusaidia nini? Manake kama unaelekea mwelekeo ambao sio sahihi, hata ukikimbia kwa spidi kiasi gani, umeshapotea. Ukiwa unaanza, usitafute spidi, tafuta direction. Direction inapatikana kwa maarifa. Soko linazidi kuendelea kuwa kubwa kwa sababu gani? Wajinga, wazembe wanazidi kuingia kila siku kwenye mradi. Wanazidi kuingia kila siku kwenye mradi, wanaamini katika mitaji, wanaamini katika nguvu ya pesa. Wakati nguvu ya pesa siku zote inakuja kuongeza speed. Ikiwa inaamini kwamba wewe tayari unajitambua, maanake una mwelekeo sahihi. Kama hauna mwelekeo sahihi, ukapushi pesa, lazima yakukute tu. Ni swala la muda tu. Tutabishana wewe nini, lakini ni swala la muda tu, miezi 3. Wakati kwa mfano leo nikiwa namshauri mtu kwa mfano kufanya mradi wa kuku, naweza nikushauri hivi: kama hujawahi kufuga kuku kabisa, usianze na kuku zaidi ya 100. Kama inawezekana, anza angalau na 50. Kama hujawahi kufuga kuku kabisa, sasa hivi tuna ndoto ya kuingiza kuku 500, umeshashawishiwa huko mtaani kwamba ukiwa na kuku 500 ndio watakulipa. Kwa nini?
Uanze na 50 au uanze na 100? Nitakushauri hivi. Anza na 50 au na 100. Kaa na hawa kuku kwa mwezi mmoja hadi miwili. Ukishakaa na kuku kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili, watakufundisha akili. Kuna mtu leo ameingiza kuku 100. Amekaa siku ya kwanza ya pili na angalia pale sema kuku wenyewe hata awali sana. Hebu niagize wengine. Baada ya siku 3 kaagiza tena 200. Mbona kuku wenyewe awali sana? Baada ya wiki kaagiza wengine 300. Hasa kwa sababu hawa wameshaanza kumfundisha akili, hawa 100. Anatulia kidogo. Hawa 200 wameanza. Inafika mwezi wa 3. Pesa imeisha. Kwa sababu kuku huwa awali sana hizi siku za kwanza. Kwa mfano wao chotara wanaanza kula vizuri kwenye grower. Asa kama hawa kuku utakaa nao kwa muda wa miezi 6 na uwezo wa kutunza wewe kwako ni mdogo, anza na kuku wachache. Kwa nini uanze na kuku wachache? Hawa kuku wachache wa mwanzo tunasema kazi yake ni kukutoa wenge. Wenge ni nini? Kimuhemuhe. Wenge tunasema ni kuhangaika. Ukikutana na mtu ambaye ana theory yake, ana mkakati wa kumuonesha kwamba nenda kuwa tajiri kupitia mradi wa kuku, akikupa mahesabu yake kwamba nikianza na 500 nitapata faida milioni 3 4 siyo ngapi, nikianza na kuku hapa, akaenda kutafuta pesa aanze mradi, huyu huwezi kumzuia. Kwa sababu nasema theory never fail. Theory haijawahi kufeli. Lakini ukiingia kwenye practical ndio utakuta mziki wenyewe. Kwa anza na kuku wachache. Kama uliwahi kufuga kuku, let's say kwa mfano ulifuga kuku 300 ukapoteza. Sasa hivi umepata elimu. Usichukue 400. Anza na kuku wale 300. Asa ile elimu yako ile tuhakikishe kwamba ile elimu yako inakusaidia kwenye hao kuku 300. Kama ulipoteza kwenye vifo, chakula kilisha sana na nini, tupate kuona kwamba hapa tunatatuaje. Ukishaka na hao kuku miezi 3, miezi mingapi, unaweza kuongeza kuku wengine wote. Kwa nini? Vitu havifanyi kazi mpaka uingie kwenye vitendo. Lakini at least una kamongozo fulani ambako nakusaidia. Sasa naamini nimeplay part yangu kuonesha kile ambacho kinaweza kukusaidia. Lakini jambo la msingi, usiingize pesa nyingi kwenye kitu ambacho ukijui. Mimi nakumbuka sisi tumewahi kupoteza tray 30 za mayai. Lakini ilikuwa ni project ambayo tupo kwenye uzalishaji, ilikuwa ni almost mwaka mmoja. Tray 30. Tray 30 maana yake ni mayai 900. Kwa tray 30 tulinunua kila tray ni shilingi 21,000 kutoka Dar. Nafikiri hapa ndo tulipata akili ya kujifunza jinsi ya kuzalisha mayai wenyewe. Haya ni mayai 900. Sasa tukapata panga nafikiri kati ya 4 mpaka 7 kwenye mayai 900. Kwa nini tuliuza mayai yote hayana mbegu? Hatukuacha mradi, tuliendelea. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunajua kwamba ni sehemu ya changamoto kwenye biashara. Sasa imagine unaanza mradi alafu unapoteza tray 900. Chukua tu 21,000 mara 30 utapata ni shilingi ngapi? Chukua 30 mara 21,000 alafu niandikia kwenye comment hapo ni shilingi ngapi mpata. Sasa point yangu ya msingi ni kwamba ukianza kwa kasi wakati huna uhakika na mwelekeo, ukipata changamoto unaweza usirudi kamwe kwenye huo mradi. Unaweza ukakatishwa tamaa, usirudi tena. Kinachoweza kukupatia mwelekeo ni maarifa. Tuliangalia kwenye somo la fikiri la juzi kwamba kuku hawajawahi kumwonea huruma. Hawajawahi kuonea huruma pesa ya mtu mjinga, mvivu, mzembe na mbinafsi. Wanafyeka. Hawajali ni ya kustafu, ligale sio ni lijinga, zembe, vivu, binafsi. Wanafyeka. Umeweka siyo kibati mwaka mzima, umekopa benki, siyo nani amekupatia, kama wewe ni una hizo tabia, kuku wanafyeka hiyo pesa. Okay, sasa tunasema kwamba kwa nini mradi huo hujabadilisha maisha ya watu wengi na hali unaonekana ni mradi mkubwa. Hapa ndio kuna kweli mchungu, lakini sasa ndio inabidi upokee.
mada yetu tunasema sio kila mtu anafaa kuwa mfugaji. Sio kila mtu anafaa kuwa mfugaji wa kibiashara. Hiyo ndio pointi ya msingi. Manake ni nini? Wengi wanaingia kwenye mradi bila mfumo. Wengi wanaingia kwenye mradi bila mfumo. Haya, lakini pia kuna wengine wanafanya kama majaribio, sio biashara. Hawajaamua kuwa serious. Sasa mtu ambaye hajaamua kuwa serious, maana ni yule mtu ambaye anafanya bila mikakati. Yaani anafanya lakini sio kwa mikakati. Kitu kingine, watu wanakata tamaa haraka. Kakutana na changamoto moja mbili anaacha. Sasa hiyo ni changamoto nyingine. Na kitu kingine, watu hawachukulii kama mgodi, wanachukulia ni kama kitu cha pembeni tu. Wanaita side hustle. Nafanya biashara yangu hapa, nimeamua na mimi sikose kuku pale nyumbani. Sasa hiyo pia inapelekea kwa nini mradi haubadilishi maisha ya watu. Sasa hiyo pia ni fursa. Unajua kuna fursa ndani ya fursa. Kitendo cha watu wengi kuchukulia poa, wewe kuwa serious. Kitendo cha watu wengi kuingia bila mfumo, wewe kuingia na mfumo. Kitendo cha watu wengi kufanya kama majaribio, wewe focus ifanya kama biashara. Miaka 3 miwili ijayo, jina lako litakuwa kubwa. Unajua nasema hivi, usimamsha ile lala, si ndio? Sema tu mimi sasa nimeitwa kwa ajili ya watu, ndio maana nakuta na kuamsha hata kama mmelala. Lakini pointi ya msingi ni kwamba kama leo ukichukua hii serious. Jana nilikuwa naongea na wanafunzi wangu fulani kwenye program nyingine. Nikana wafundisha nikasema lazima ujitambue uko wapi. Kama umeitwa kumiliki, focus, tafuta formula, kaa chini, design vitu vyako, weka practical. Anza kufikiri kuexpand. Anza kufikiri kuexpand. Sisi wengine tumeitwa tuhamasishe nyinyi muweze kufanya. Lakini pointi ya msingi ni kwamba watu wanapolala, watu wanapoona kwamba ni kitu ambacho kigumu, wanaingia bila formula, wanaingia bila standard, wanafanya ovyo. Wewe focus ifanya. Demand ya kuku na mayai ni kubwa. Kubwa mno. Na sio kama imeanza leo au ndio nimeona kuna data zimeandikwa mahali kwamba dunia ni kuhamasisha. No. Demand ya kuku na mayai ni kubwa kwa sababu ni biashara ya chakula. Biashara ya chakula. Kwa matokeo yake nini? Watu wengi kwa sababu wanaingia bila kuwa na mfumo, wanaingia kama majaribio, lakini pia wana tamaa ya haraka. Na wanakata tamaa pia. Unajua mtu ambaye ana tamaa ya haraka na anakata tamaa haraka pia. Lakini pia wengi wanaingia kama ni kitu cha pembeni. Sasa ndio maana tunasema kwamba matokeo yake wanakuwa busy lakini hawapati pesa. Kwa sababu tunasema siku zote kuwa busy sio sawa na kuzalisha. Ukweli unaopaswa kukumbuka leo ni huu hapa. Tupo kwenye fursa kubwa sana ya kizazi hiki. Lakini fursa hii ina tabia moja hatari. Hii fursa ina tabia moja hatari. Inawapa pesa wale wanaoichukulia kwa uzito. Ni fursa ambayo inawapa pesa wale wanaoichukulia kwa uzito. Lakini inawaumiza wale wanaoichukulia kawaida. Simple. Wewe ndio uko unataka uelewe. Wewe unaingia unaichukulia kawaida au umeamua kuwa serious? Kama umeamua kuwa serious unapata pesa. Kama umeamua kuichukulia poa yatakukuta. Swali la muhimu la kujiuliza, kwa nini? Nataka ujiulize maswali matatu hapa. Jiulize kwa uaminifu kabisa. Yaandike hapo jiulize. Kwa ni kuandikia hapa kwa sababu ndio atakupa. Hebu jitathmini. Jiulize haya maswali. Jiulize kwa uaminifu. Jiulize kwa uaminifu. Swali la kwanza. Je, niko tayari kuona huu mradi kama biashara? Je, niko tayari kuona huu mradi kama biashara?
Swali la kwanza. Swali la pili, niko tayari kujifunza na kufuata mfumo? Je, niko tayari mwa wachache? Hamwezi kuwa wengi. Waheshimiwa, mi nafundisha na naongea na watu kila siku. Hamwezi kuwa wengi, yaani hata nifanyaje hamwezi kuwa wengi. Unajua kwa nini hamwezi kuwa wengi? Inahitaji kuwa serious. Sasa swala kujiuliza wewe kama wewe, je, niko tayari kuwa mmoja wa wachache wanaozalisha kwa uhakika? Malizia hiyo sentence, wanaozalisha kwa uhakika. Hilo swali jiulize. Sasa jiulize haya maswali, jiulize haya maswali, alafu sasa jibu, na mwenyewe utakuwa umeshajipatia majibu hapo. Basi okay. Licha ya kuwa huu mradi unaanza nyumbani, huu sio mchezo. Ni mfumo wa uhakika wa pesa. Ni bidhaa ambayo dunia haiwezi kuacha kuitumia. Kama utaamua kuingia kwa makini, inaweza kubadilisha maisha yako. Kama utaingia kienyeji, itakuchosha na kukuacha pale pale. Simple. Sasa, nani anafaa na nani hafai kabisa? Tuende sasa kwenye maana ya somo letu. Nani anafaa na nani hafai kabisa kwenye mradi? Ukweli ni huu ambao watu wengi hawapendi kusikia. Sio kila mtu anafaa kufuga kuku kibiashara. Hii ni biashara nzuri sana, lakini ikikutana na mtu asiye sahihi, inageuka kwa mateso. Nakumbuka siku moja wanafunzi wangu walikuwa kwenye gari. Sasa wakawa nasimuliana jinsi ambavyo wanapata faida kwenye mradi nini. Hiyo miaka ambayo nafundisha Arusha. Sasa wanasimuliana akatokea mama mmoja akauliza, akasema, jamani, au kuku mnaozungumzia wanawapatia pesa ni kuku wao wa manyoya ambao amenifanya mimi kilema? Akasema, mama, shida nini kwani? Wakukusta kusikia. Kwa nini? Waligeuka wakamgeukia kwa mateso. Kwa hiyo ni mradi mzuri, lakini ukikutana na mtu ambaye sio sahihi, mtu ambaye hajajiandaa, mtu ambaye amekurupuka, watamuoneshea kazi. Sasa basi, wanaofaa kwa kufuga kibiashara ni kina nani? Kwa haraka haraka, na muda wangu umeshaisha. Wanaofuga kufaa kwa kibiashara ni watu wenye sifa zifuatazo. Mtu anayejua ni biashara, sio jaribio, huyu anafaa. Hafugi kwa mazoea, anafuga kibiashara. Anafikiri soko la kuku, wakati mwingine anajua wateja wake ni kina nani. Huyu anafaa kibiashara. Nani mwingine anayefaa kibiashara? Mtu mwenye nidhamu na mwendelezo. Inafaa. Mtu ambaye ana nidhamu na mwendelezo. Sio ndio subiria mudi. Leo yuko sawa, anaenda kulisha kuku. Kesho yuko sawa, anachelewesha. Kesho yuko hivi, hapana. Yule mwenye nidhamu na mwendelezo. Ukikosa mwendelezo, wao wanakufundisha kwa hasara. Mheshimiwa, hujawalisha kwa wakati, subiria hasara. Umewapa maji kwa kudengua, subiria hasara. Hujawapimia chakula, subiria hasara. Wao huwa waongei, wanakufundisha kwa hasara. Namba 3, nani anafaa? Mtu aliye tayari kujifunza na kubadilika. Watu mko tayari kujifunza, ila hamko tayari kubadilika. Hiyo ndio shida. Watu mko tayari kujifunza, mnasikiliza masomo, mnavutiwa, wakati mwingine unasema aise kweli kabisa, lakini maamuzi yale yale. Tofauti kati ya mtu ambaye mwenye mafanikio
na mtu ambaye atahangaika miaka yote. Sio kitu gani tunajua, ni maamuzi ya kubadilika, kwamba kuanzia leo enough is enough, na ukataa umaskini na mafurushi yake yote. Nataka kuwa mtu mpya. Tutaona wapi? Sio kwenye maneno, tutaona kwenye matendo. Unachukua hatua, unasonga mbele. Hiyo ndio tofauti na kwenye kizazi cha sasa hivi cha taarifa, kizazi ambacho kila saa kinapenda kufurahishwa. Utafurahishwa sana na hutakaa ufanikiwe. Pointi ya msingi ni kwamba utaweza kufanya vitu vitokee kama utakuwa tayari kujifunza na kubadilika. Hii ni biashara ambayo ina siri nyingi sana. Umakini katika mbegu bora, umakini kwenye lishe sahihi, umakini kwenye kudhibiti magonjwa, usimamizi wa karibu, zote zinahitaji data. Ujifunze na ubadilike. Tofauti na hapo ni hapana. Lakini mtu mwingine nani anayefaa? Mtu mwenye njaa ya kubadilisha maisha. Mtu mwenye njaa ya kubadilisha maisha. Hapa pia panahitaji mtu aliyeamua. Tunajua kwamba kila mtu anapenda kufanikiwa, lakini kinachotofautisha kati ya mtu mmoja na mtu mwingine ni njaa. Njaa ya mafanikio. Kwa nini unataka kuingia kwenye mradi wa kuku? Kitu gani kinachokuvuta? Kitu gani kinachokusukuma? Unataka kutatua tatizo gani? Unataka kutengeneza pesa ngapi kwenye mradi wa kuku? Nataka kutengeneza 500,000 kwa mwezi. Kwa nini? Kwa sababu sio tu kusema kwamba nataka nianzie mradi wa kuku nipate 500,000 kwa mwezi. Kwa nini 500,000 kwa mwezi? Kwa nini 500,000 kwa mwezi? Ukikosa hiyo 500,000, kitu gani kinachokuumiza? Njaa ya mafanikio inamtofautisha mtu mmoja na mtu mwingine. Hatuchukui hatua kwa sababu tunajisikia. Tunachukua hatua kwa sababu tunataka tuondoke kwenye mateso fulani. Okay, sikiliza ndugu yangu. Miaka 10 hauvuki kipato cha 500,000 kwa mwezi. Kuna sababu tuongee tu mambo ambayo yanaeleweka kabisa. Unajua ni mtu mzima. Unafanya kazi. Unatoka kila siku point A. Unatoka nyumbani kwako. Unaenda kazini. Huu ni mwaka wa 10, 10 years. Kipato 200,000 kwa mwezi. Are you serious? Una watoto 3. Pamoja na nyinyi wawili, mko 5. 200,000. Hebu tuwe wa kweli. Hebu tuchukue 200,000 tugawanye kwa 5. 200,000 gawanya kwa 5 ni 20,000. Sawa? 20,000 gawanya kwa siku 30. Tunazungumzia ni kama 1000 ngapi inakuwa? Ni kama tuseme 7,000. 7,000 itakuwa ni 21,000. Tufanye 7,000. Hebu chukua 7,000 gawanya kwa 5. 7,000 gawanya kwa 5. Hapo unapata 1 4 au? 7 2 24. Yes, 1,400. Haya, chukua 1,400. Kila mtu kwa siku anakula shilingi 1,400. Kula hatujazungumzia kitu kingine. Gawanya kwa milo 3. Ni shilingi ngapi hiyo? Ni kama 4 12. 0 0. Tufanye 500. Hivi kweli milo 3 twende kwenye chai. Chai shilingi ngapi? Chakula cha mchana shilingi ngapi? 500 kweli? Hatujazungumzia kodi, hatujazungumzia mama changamoto kuugua, dharura. Aisee, kweli Mungu ana kazi. Kweli Mungu ana kazi jamani. Alafu uko kwenye kazi 10 years. Sio kwamba ukaache kazi. Umefikiria kufanya kitu gani cha ziada? Unatakiwa ufikirie kufanya kitu. Haya ni maisha magumu. Unahitaji mtu aje kushtuka kwamba unaishi maisha magumu. Yaani tayari wewe mwenyewe hata kama unapata 500,000 kwa mwezi kwa miaka 10, bado kuna changamoto hapo. Sasa kitu gani ambacho kinakufanya leo uingie kwenye project inayokufanya uingie kwenye mradi? Kingine, hatuwezi kutoka tulipo kwa kulalamika, kulaumu na kunungunika na kujionea huruma. No! Tunatoka tulipo kwa kufanya maamuzi kwamba
Hapana. Na kuna kitu kinaitwa responsibility. Responsibility maana yake nini? Responsibility ni kuwajibika. Kuwajibika maana yake nini? Kuwajibika ni kumiliki maisha yako. Tunasema responsibility is taking ownership of your life. Hakuna mtu hata mmoja, hata awe nani, atakaye kuja kusema sasa wewe kapumzike, mimi ni kuwajibikie maisha yako. Hakuna, haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea. Lazima uamue mwenyewe kusema kwamba kuanzia leo mimi ndio boss wa maisha yangu, na mimi ndio lazima niamue maisha yangu yanatakiwa yaendaje. Okay, tumeshateseka miaka 10, si ndio? Kwa nini tusitengeneze bila ya miaka 3 ijayo kubadilisha maisha kabisa? Shida ambayo watu wengi ambao inapelekea umaskini unaendelea ni kwamba tuna maono ya muda mfupi. Ndio maana tunasema wala anakata tamaa kwa haraka. Anafanya leo, nataka vitu vitokee chap chap. Vitu vinatokeaje chap chap kama wewe miaka 5, miaka 10 unalipwa 500 kwa mwezi? Miaka 10 unalipwa 200 kwa mwezi. Vitu vinatokeaje chap chap? Lazima uwe na mikakati. Na ujue kabisa kwamba naenda kujenga kitu kikubwa kitakachobadilisha maisha yangu miaka 3 ijayo, miaka 2 ijayo. Mtu mwenye njaa ya mafanikio ndio anaweza kufanikiwa kwenye mradi. Mtu aliyechoka maisha ya kawaida anaweza kufanikiwa. Mtu anayehitaji matokeo, sio kuwa na visingizio debe. Aisi watu wana visingizio jamani. Kwa hii miaka yangu 3 ya kuongea na watu, nimejifunza vitu vingi sana. Excuse, visingizio, ahadi mpovu. Mpaka siku hizi nimeshaelewa. Mtu akiwa ananiambia unajua hamna kitu hapa. Najua kabisa hapa hamna kitu. Hakuna namna maisha yatabadilika mpaka tuchukue hatua. Hakuna namna. Masomo hata ya bure tu, ya kufuatilia, sio ya kulipia. Unamuuliza mtu, unatufuatia mtandaoni? Ndio. Okay. Umetufuatia kwa muda gani? Unajua niko busy, sio kitu kwa. Sasa uko busy, unataka uanzie project ambayo uko busy? Yaani visingizio hivi. Unajua sio nini? Unajua mtandao sawa. Masomo yakishamalizika naweka YouTube. Umefuatilia? Hamna. Unajiuliza nani hafai kuwa kwenye mradi? Mtu anatafuta pesa rahisi. Mtu anatafuta pesa rahisi hafai. Usio mradi wa wapiga dili. Usio mradi wa watu wa chap chap, nataka chap chap. Kuna mtu anakuuliza swali, anamwambia mwalimu, hebu niambie ni kuku gani ambao nitapata pesa chap chap. Hakunaga huo mradi. Labda akabeti, na kubeti kwenye sidhani. Mtu asiyependa kuwajibika, usiingie kwenye mradi kama uko responsible. Kama uta take ownership ya project, usiingie kwenye mradi. Utapoteza tu pesa zako. Rafiki yangu, mimi ni mtu ambaye ndio mtu pekee nafikiri mtandaoni ambaye anafundisha ukweli. Sijui kama kuna mwingine. Kwa sababu haya maneno huwezi kupata followers, haya maneno huwezi kupata watu watakaopenda. Kwa sababu mtandao unataka watu waongo na watu ambao wana lebu watu. Mimi sio hivyo. Mimi nitakwambia tu ukweli. Kama sio mwajibikaji, usiweke pesa. Ni bora kaunulie watoto nguo, washerekee sikukuu, ujue tu pesa yako ilionunulia watoto wako, lakini usiingize kwenye mradi wa kubwa. Namba 3, mtu wa kuanza na kuacha. Kama wewe ni mtu wa kuanza na kuacha vitu, kajifunze kwanza kwenye biashara zingine. Upigwe huko ndio urudi huko. Ukija huko umeshakaa fiti. Tofauti na hapo, usifanye. Utapoteza pesa. Kitu kingine, mtu anayeona hiki ni kitu kidogo. Okay, sikiliza hii point iko hivi. Ukisema hawa ni kuku tu ni hatari sana. Ukisema ni kiproject kitu cha, unajua kwa nini natumia nguvu kubwa kukuonesha kwamba hii ni project kubwa. Ukivaa kwamba ni project ndogo, haiwezi kukusaidia. Chochote ulichokidharau hakiwezi kukusaidia. Ukishaanza kuona hichi kitu ni kikubwa, unaanza kukiheshimu. Na kitu kinakuwa sio kwa sababu unafanya. Kitu kinakuwa kulingana na mindset ulionayo juu ya kile kitu. Mimi leo nikimwona kuku rafiki yangu, naona viwanda, naona mashule, naona mabenki, naona watu wakibadilisha maisha yao, naona familia zikiendelea kuwa bora.
Nikimwona kuku leo mimi naona biashara 20, naona biashara ya kuuza mayai, naona kuku, naona mashine za kutotoresha, naona nyama choma, naona machinjio, naona viwanda vya kuzalisha chakula. Nikimwona tu kuku naona shule, naona chuo kikuu, naona maonyesho makubwa kama nani, naona nyama choma center, naona nyama choma festival. Haya yote naona, uwezo kaniambia kwamba ni mradi mdogo. Hiyo ndio jinsi mimi ninavyoona. Sasa jinsi mimi ninavyoona ndivyo jinsi ninavyoheshimu mradi. Jinsi ninavyoheshimu ndivyo jinsi ninavyokuwa. Nakumbuka nishawahi kwenda sehemu moja kwenye mamlaka moja ya kuregister. Wakanipa kitabu kimoja, wakaniambia inawezekana wewe kutengeneza program ambayo inaweza ikachukua watu wakasoma hata miezi 3 mpaka miezi 6. Kitu ambacho walinipa kitabu kina peji 40. Nikasema what is this? Kitabu cha peji 40 kuhusu mradi wa kuku. Tena chenyewe kilikuwa kina mambo ya bata mzinga, bata booking, sima bata ajabu ajabu. Nikasema kitu gani hiki? Nikamwambia nimeandika vitabu 10 vinazungumzia mradi wa kuku. Wakasema nini? Nikamwambia ndio. Tukaanza kuongea. Nikamwambia kuku ana biashara 20. Wanakaa wanaangalia, wanashangaa. Kwa nini? Nimevari kwamba hiki ni kitu kikubwa. Mpaka tukawa tunasema kwamba unajua bustani ni zao la kuku, kwa sababu mbolea ya kuku ina speed up mboga za muda mfupi. Spinach, Chinese, mchicha, sukuma wiki, mnafu. Watu wakawa wanielewi. Nikamwambia watu wanafuga kuku, hii mbolea wanamwaga. Wakati mwingine zinanuka pale nyumbani, wanaenda kutafuta watu waje wachukue tu angalau wakawasaidie kutupa. Mnatupa madini, mnatupa mgodi. Nikasema subiria. Nikawa nafundisha darasani, miaka 7 nafundisha biashara 20 na mradi wa kuku. Sasa unajua kwenye biashara huwezi kuanza na biashara nyingi kwa wakati mmoja. Sisi kwa tumefocus kuzalisha vifaranga na kufuga kwa wazazi. Sasa nikawa nawaonesha kuku ana biashara nyingi. Mnaweza mkafanya hii, mkafanya hii, mkafanya hii. Watu wanakawa na kodoa. Nikasema sawa. Mwaka 2021 nikaingia serious kwenye biashara ya bustani. Na nikasema sasa sikilizeni. Nataka niingie kwenye biashara ya bustani, niipeleke Tanzania nzima. Sio tu Arusha peke yake. Wale wanakuja kushtuka. Ni maajabu tu yanafanyika. Sasa wanasema inawezekanaje? Kaambia sikiliza, siku zote mafanikio yanataka ukivari kitu, ukijali. Ukisha kijali kitu, utakipa muda. Ukikipa muda kina expand. Ukikipa muda chochote kinakuwa. Ukikiona kama ni kitu kidogo, hakitakaa kikue. Nakwambia ukweli, hakitakaa kikue. Hata siku moja. Chochote ambacho unakiona leo watu wanafanya maajabu, wanatengeneza viwanda, wanatengeneza makampuni, wanatengeneza mashule. Kile kitu nyuma yake kilianza kidogo. Kilianza kama mbegu. Okay, sisi hapa tunatengeneza mbegu ya mchicha na kuna 100 ambao unadhibiti wadudu. Sasa tunachuma yale maua yake, alafu tunatengeneza mbegu. Sasa tukawa tunajiuliza kitu kimoja. Ina maana hizi mbegu zote hizi zimetoka kwenye punje moja tu. Idea inakuja kama mbegu. Mbegu kiidharau, umedharau matunda yake. Unatakiwa uanze kuyaona yale matunda kwenye ile mbegu. Uone matunda, uone miti. Ndani ya ile mbegu kuna vitu gani umeviona? Sasa kinachopelekea uthamini ile mbegu, utaimwagilia. Ikishaanza kuota, utaipalilia. Ukishaipalilia utahakikisha ina mbolea. Utahakikisha kwamba inakuwa vizuri. Utadhibiti kama kuna wadudu, kuna magonjwa. Utaikea. Unaikea sio kwa sababu ni mmea. Unakea kwa sababu kuna mwisho umeuona. Sasa mimi nataka nikuachie homework hii hapa. Wewe unaona kitu gani kwenye mradi wa kuku? Wewe sasa hivi unaona kitu gani kwenye mradi wa kuku? Nitumie kwenye 0761 825 808. Unaona kitu gani kwenye mradi wa kuku? Utakachokiona nitumie kwenye WhatsApp. Nitapima jinsi gani umekuwa serious na unaona mradi wa kuku ni mradi mkubwa. Tofauti na hapo, ngumu sana. Okay, mimi niwaache, langu maisha. Na mimi nimeenjoy. Na mimi nimepata kitu. Sio sawa na bure, au sio? Jambo la msingi ni moja tu. Tupo katika day 6 na safari yetu ni ya siku 12. Leo tuko siku yetu ya katikati kabisa. Tunaendelea kuzicount hizo siku zetu 6 zilizobakia. Jambo la msingi, kama uko serious, unataka tukushike mkono hatua kwa hatua, andika neno program kwenye nambari ya WhatsApp 0761 825 808. Tutumie ujumbe kwenye hii namba, kisha tutakupatia mwongozo. Lakini kuna offer ambayo tulitoa ya kupata program ya awali ambayo tutakupa
support ya mwezi mzima. Tutakupa haya mafunzo ambayo tunayafundisha, kwa sababu naongea haraka haraka na muda wenyewe ni mchache, kwa sababu ni lisali moja tu, na tutakupa PDF pia na video za haya masomo, yapo katika mpangilio. Hii program gharama yake ni 133. Tulitoa ofa ya kulipa shilingi 50,000 support ya mwezi mzima pamoja na haya mafunzo. Au utalipa 133,000, utalipa shilingi 50,000. Andika neno program kama unataka ya awali au unataka program full kabisa, utapewa maelekezo. Lakini kwa ufupi tutumie ujumbe kwenye 0761 825 808. Na mimi nimeenjoy, tukutane tena wakati mwingine. Jambo la msingi, mwalike mwenzako, mwalike rafiki yako atofollow Profitable Farm kwenye Instagram, atembelee YouTube Profitable Farm TZ. Lakini anahitaji ushauri, share naye namba yetu ambayo tumekutajia hapo. Mimi niwatakia wakati mzuri, tukutane wakati mwingine.